Mambo vipi mwanazulia jekundu au red carpet, na ukaribisha kwa story nyingine moto moto ambapo tutakuwa na mambo mbalimbali ikiwa pamoja na nyimbo za samba za rejea kule katika viwanja vya Rio de Janeiro, Brazil. Fuatana nami. Lakini kwanza kabisa tuanze na vidokezo kadhaa vya habari zinazotamba kwenye ulimwengu wa muziki wiki hii. Jaji wa Los Angeles wiki hii alimhukumu mtu aliyempiga risasi Nipsey Hussle kifungo cha miaka 60 gerezani baada ya kusikia ushuhuda wa mauaji ya aliyekuwa nyota wa hip hop na kiongozi wa jamii yake. Jaji wa mahakama ya juu H. Clay Jack alitoa hukumu hiyo kwa Eric Holder Jr. mwenye umri wa miaka 33 ambaye alipatikana na hatia ya mauaji ya mwaka 2019 ya aliyekuwa msanii nguli wa miondoko ya hip hop nje ya duka la mavazi katika kitongoji kimoja kusini mwa Los Angeles ambapo wote wawili walikulia hapo. Holder akiwa amevaa mavazi ya gerezani yenye rangi ya chungwa alikuwa kimya muda wote wakati hukumu hiyo ikisomwa na aliongea tu kumwambia jaji kuwa ameelewa kuhusu hukumu hiyo pale alipoulizwa. Mwigizaji mashuhuri na msanii Queen Latifah anatazamiwa kuwa MC wa tuzo za NAACP za mwaka 2023 hapo Februari 25, ni kulingana na taarifa za vyombo vya habari. Latifah pia ameteuliwa kwa tuzo ya mwaka huu kwa utendaji wake katika tamthilia ya The Equalizer inayoonyeshwa katika kituo cha CBS hapa Marekani. Tuzo za picha za NAACP huheshimu na kuangazia mafanikio makuu ya wasanii wa sanaa mbalimbali na watumbuizaji wanaofanya mabadiliko kwenye jamii. Mtunzi wa nyimbo, mwimbaji na msanii maarufu Aya Nakamura ametajwa kuwa balozi wa Lancome Global. Francois Liman, rais wa chapa ya kimataifa ya Lancome, anasema nimekuwa nikifuatilia taaluma ya Aya kwa muda mrefu kwa sababu tu ninavutiwa na ustadi wake wa kisanii pamoja na mafanikio yake ya kipekee katika taaluma. Nina furaha kwamba Aya anajiunga na familia ya Lancome kwa kuwa yeye ni mfano wa kuigwa kwa kizazi kizima. Baada ya kuanza kazi yake ya muziki akiwa na umri wa miaka 19 na wimbo wake wa kwanza Karma kwenye Facebook hapo mwaka 2014, Aya Nakamura alivutia nyoyo za watu duniani kote na kushinda tuzo nyingi za kifahari. Amekuwa msanii aliyependwa sana huku nyimbo zake zikisikilizwa mara bilioni 6. Baada ya kutokuwepo jukwani kwa miaka miwili, Carnival ya Bissau imerejea tena. Ni tukio kuu la kitamaduni katika eneo hilo linayoyaleta pamoja makabila mengi ya nchi. Carnival pia ni fursa kwa wakazi wa vitongoji vyote kushindana. Kila wilaya ya mji mkuu huandaa kinyago chake kikubwa ambacho kitaingizwa kwenye shindano ili kuamua kipi kizuri zaidi na kikubwa. Na mavazi ya kuvutia na ya kushangaza yaliandaliwa tena. Nyimbo za samba zilikuwa zikivuma na kutamba hadi alfajiri katika viwanja vya Rio de Janeiro kule Brazil, vilivyojaa baada ya tiketi zote kuuzwa. Mamia ya makundi ya watu yalijaa mitaani na jumuiya za tabaka la wafanyakazi ambao walichochewa kihisia na kiuchumi na sherehe hii ambayo imerejea upya baada ya janga la COVID. Tuangalie vitu. Mamia ya vikundi vya wenye kelele walifurika mitaani. Watu wa tabaka la wafanyakazi walichochewa na hisia za aina yake na kiuchumi kwa tafrija iliyoandaliwa upya. Mabaluni yenye rangi za kuvutia na wacheza dansi mahiri walifurahisha maelfu ya watu walifurika kwenye Samba Drum ya kipekee mjini Rio de Janeiro. Wacheza samba na umati wa watu walionekana kusisimka na kupata tena fursa ya kucheza samba barabarani. Tunajihusisha sana na shule ya samba na unaona juhudi zote, kila kitu kinachofanyika ili hili liweze kutokea, umuhimu wa hili gwaride kwa eneo fulani. Hili hutusukuma, ni jambo tulilolijenga, tunahisi sisi ni sehemu ya hilo
Ni vigumu sana kutokuwa na hisia zozote unapoona kila kitu kiko tayari. Shule mbili za kwanza zilikuwa na wanamuziki wa Brazil kama kauli mbiu yao. Imperio Serrano alifungua gwaride la mwaka 2023 la kumwenzi Arlindo Cruz, mmoja wa wanamuziki wakubwa zaidi wa samba. Grande Rio ilikuja mara baada ya kusimulia kisa cha msanii wa samba Zeca Pogodinho, ambaye pia alikuwepo katika gari la mwisho akipungia umati. Feliz, né, a gente conseguir voltar normal. Nimefurahi sana kwamba tumerudi kwenye gwaride letu la kawaida, kwa sababu walikuwa wamekosa sana wakati wa janga, na wale wote wanaopenda sherehe na kurudi. Najisikia furaha sana. Kila mtu anahisi furaha kukutana tena kwa pamoja na kuimba. Sambadrome ya Rio imekuwa mwenyeji wa gwaride hilo tangu mwaka 1980 na ni alama ya sherehe za Carnival za Brazil. Na misukosuko katika karne na maeneo mengi kule Caucasus, Iran na Uturuki inaonyesha hadithi za watu binafsi na historia zao zilizofungamana za eneo hilo katika maonyesho ya makumbusho kwenye jimbo la Colorado, magharibi mwa Marekani. Mwandishi wa Sauti America Scott Stearns anayo taarifa zaidi. Jumba la makumbusho la sanaa la Denver linaonyesha mitindo kadhaa ya mazulia yaliyofumwa kutoka miaka 50 iliyopita kwenye nchi zinazofahamika kwa sasa kama Iran, Uturuki, Armenia, Azerbaijan na Georgia. Mkurugenzi wa makumbusho hayo Christoph Enrich anasema baadhi ya mazulia huunganisha maelfu ya kilomita, ikiwa ni pamoja na mtindo huu wa miaka 1700 kutoka nchi za Caucasus wanaotoka mashariki ya mbali huko Asia. Vitambaa vilivyofumwa hudumu kwa sababu haviharibiki na ni rahisi kuvibeba. Watu walitumia mazulia kuswali, kupata joto na kukalia, kama vile ya tak hii nzito ya Kituruki ambayo ilikuwa ikitumiwa kama godoro la kubeba. It gives you as well a sense of... Inakupa hisia za aina mbalimbali za matumizi. Siku hizi zulia ni kitu unachokiweka kwenye sakafu na huipa sakafu joto na miguu yako pia. Lakini wakati huo katika karne ya 19 ilikuwa ndio kitanda. Na cha maana nadhani unapoangalia lazima ilikuwa kitanda kizuri sana. And a very practical, and I think when you look at it, must have been a pretty comfortable bed. Mazulia mengine ya Kituruki kwenye maonyesho hayo ni pamoja na zulia hili la Karaman na zulia hili la Demirsikula, yote ya miaka ya mapema ya 1800. Ingawa washonaji wenyewe hawajulikani sana, Enrich anasema mafundi hawa wa eneo hilo walijitofautisha kwa rangi zao za vitambaa vya pamba na mifumo ya ushonaji. Weaving is a little like... Kusuka ni kama picha za kompyuta, sio kama unapochora kitu kwa kutumia brush yako ambapo unaweza kutengeneza kitu chochote. Wakati wote una nukta hizi ndogo ambazo unapaswa kufikiria kama mtengenezaji. Katika miaka 1600, mji wa Kerman wa Iran ulikuwa kituo cha ufumaji cha kibiashara kinachojulikana kwa kutumia aina ya miundo ya picha ndogo za majagi ya maua zilizopendelewa na utawala wa kifalme wa Safavid. Pia kwenye onyesho hili kuna zulia la kipekee lenye picha za wanyama na ikiwa na ubeti wa karne ya 13 kutoka kwenye shairi la Kiajemi la Saadi Shirazi. Na aliyekuwa kivutio kikubwa cha wageni wa maonyesho haya ni simba huyu kutoka kusini magharibi mwa Iran. The immediacy of this amazing face. Ukiangaliwa mara kwa mara na uso huu wa kipekee ni nadra sana. Kwa mifumo tofauti ni uvumbuzi wa hali ya juu. Unapotazama kwa karibu zaidi una aina mbalimbali za vipande vya duara vya mapambo tofauti ambao vinajaribu kuelezea mwili wake. A whole variety of patches, of circles, of different ornaments that are really trying to interpret the body. Erich anasema rangi zilizokoza za zulia, muundo na alama zinaonyesha historia ya kina ya biashara na diplomasia katika eneo zima. Maonyesho hayo yanaendelea hadi mwezi Mei. Haya basi, tuangalie kwenye mambo ya michezo. Katika siku ambazo hakuna magari barabarani, maafisa nchini Rwanda wanabadili barabara katika mji mkuu wa Kigali kwa viwanja vidogo vya kucheza tennis.
baada ya kuanzisha tenis ya barabarani nchini humo. Mambo mazito haya. Haya basi, tupate mambo. Ni Jumamosi asubuhi. Eric Muhawenimana anashiriki katika mchezo wa tenis ya mtaani. Amekuwa akicheza tenis ya mtaani katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, tangu mchezo huo ulipoanzishwa mwaka jana. Katika siku zisizo na magari kama hivi leo, mamlaka za eneo hilo hugeuza mitaa ya Kigali kuwa viwanja vidogo vya tenis ambapo vijana wengi pamoja na wazee hucheza mchezo huo. Mwanzoni ilikuwa ngumu sana kwetu kwa sababu hatukuwa tunajua sheria za uchezaji. Inaeleweka kuwa kitu kipya kinamtia mtu changamoto kwa namna moja au nyingine. Tulihitaji kujifunza kwanza jinsi ya kucheza. Yeye ni mmoja kati ya Wanyarwanda wengi walioupokea mchezo huo mpya ambao umechochewa na ushirikiano na serikali ya Barbados baada ya ziara rasmi mwezi Novemba. Viwanja vidogo vinamaanisha kuwa wachezaji lazima wafanye haraka ili kupiga mpira kutoka kwa wapinzani wao. Kama tulikuwa tunacheza na waziri hapa leo. Leo nina bahati nimekuwa nikicheza na waziri nchini Rwanda. Ni aina ya mchezo ambao unaweza kukusaidia kuungana na watu aina mbalimbali. Kama nilivyosema, mchezo huu unavutia zaidi. Kucheza naye sio jambo la kawaida, ni kitu maalum. Oliver Tuyisenge anafurahia mchezo wa kawaida wa tenis ambao bado ni maarufu nchini humo. Ingawa ana hamu ya kujua kuhusu tenis ya mitaani, viwanja vya kawaida ndio mahali anakotumia muda wake wa usiku wa siku za Jumamosi. Hii inanisaidia kushirikiana na rafiki zangu. Kwa kuwa ni wikendi, baada ya mchezo huu tunashirikiana kila kitu. Huu ndio mchezo ninaoupenda. Okay, now let's pray. Oh my God, wow, I made it. Na kufikia hapo mwanazulia jekundu au red carpet, ndio tunakamilisha zulia kwa siku ya leo. Natumai umepata mambo mazuri kabisa. Asante kwa muda wako, na tafadhali endelea kuungana nasi kwa habari zaidi moto za burudani. Tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com au kwenye Facebook, Instagram na YouTube. Pia naomba usisahau kushare, kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine, langu jina Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.